Miaka 13 ya moto wa uamsho. Huwa tunasimama miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake, pamoja na Bwana. Hivi wengine sio watie eti Ni ambao umekaa sio watie Bwana Yesu asifiwe. Wewe utaki kuvuna eti? Pentecost na kuhusu uvune. Hii salamu tukisema huwa ni ya wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba ni unabii unaokuhusu wewe, unaonihusu mimi, wa ujazo wa Roho Mtakatifu, au wakati wetu tunasema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa siwezi kurejea yote zile kazi. Mungu akitujalia huko tutarudi tena, tutaona na tunaendelea. Lakini leo tuanzie tulikoishia jana. Nikasema jana kitu ambacho tulimalizia, tulisema Roho Mtakatifu hufanya kazi ya kumbadilisha. Moja katika kazi zote nilizozisema kule, Roho Mtakatifu ana kazi kubwa ya kumbadilisha muamini ili amfananie Kristo katika maisha yetu. Narudia tena. Katika kazi zote ambazo nilisema Roho Mtakatifu, nafikiri mahubiri yapo huwa yanarushwa kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kumbadilisha muamini ili amfananie Yesu Kristo. Yaani awe mfano wa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo muamini aliyebatizwa na Roho Mtakatifu, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, tunategemea na Yesu anategemea na Yesu anatazamia kumuona muamini huyu amebadilishwa, anamfanania Yesu katika mwenendo, katika matendo, katika maneno, katika maisha, katika ibada. Haleluya! Niombe. Baba Mungu, libariki neno hili, nami mtumwa wako ninayolinena katika jina la Yesu. Amen. Matendo ya Wakorintho wa pili 3:18. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, Biblia inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Unajua Paulo ananukuu andiko hilo kutoka katika Agano la Kale. Kiongozi ambaye ni Musa aliongoza wana wa Israeli. Na alipoongoza wana wa Israeli, Musa aliwahi kukaa katika uwepo wa Mungu. Musa huyu alipokuwa katika uwepo wa Mungu, wakati anashuka Musa, historia inaonyesha kwamba wana wa Israeli hawakuweza kuangalia, yani hawakuweza kumwangalia hivi usoni. Yani alikuwa na utukufu ambao sio wa kawaida. Alikuwa amebadilika. Kwa hiyo Paulo ananukuu hilo andiko kwa habari ya utaji ambao ulikuwa juu ya nani? Ulikuwa juu ya mtume Musa. Kwamba na sisi ambao tunaokolewa, tunabatizwa na Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu anao uwezo wa kututengeneza, akatubadilisha, tukabadilika kutoka utukufu hadi utukufu, kutoka utukufu hadi utukufu, kutoka utukufu hadi utukufu. Manake ni kwamba Roho Mtakatifu anapokuja anatubadilisha maisha kila siku, lazima tubadilishwe. Kwa hiyo lengo la Mungu kumtoa Roho Mtakatifu pamoja na kazi ya kumvunia matunda. Maana tuliona kule kwamba Roho Mungu anapokuja juu ya muamini huwa anaweka ndani yake mzigo wa kufanya uinjilisti, wa kufanya ushuhudiaji, wa kufanya utume. Roho anaweka ndani ya mtu. Kwa hiyo ukikutana mwinjilisti, kwanza nimshukuru Mungu. Hebu simama vijana wangu. Nina timu hapa ya uinjilisti bwana, kwa kweli. Hebu simama, mpaka na t-shirt zimeshatengenezwa. Hebu Majaliwa iko hapa. Hebu njoo mbele hapa bwana. Nina timu hii, timu bwana hailali. Hii ni timu ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Hebu wapigie makofi na vigelegele. Unaiona hii timu hiyo? Kwa kweli wanalibariki. Majaliwa, Mungu akubariki sana 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 sana. Ubarikiwe Emmanuel, ubarikiwe Malima, ubarikiwe nani? Faraja? Fadhili. Kwa kweli na jina ni nzuri mwenyewe, Fadhili. Bwana Yesu asifiwe. Tumika mpaka Mungu akupe mke. Haleluya.
Majaliwa na wewe. Mbona subiri basi kwanza. Majaliwa unataka hapa hakuna padri. Hatuna mapadri kanisani wala hatuna masista. Unatakiwa uoe. Sema amen. Unatikisa kichwa? Mtakutenga. Kwa hiyo bwana, hii ni timu ya uinjilisti. Kwa hiyo unaposikia wanatangaza vijana wabaki jioni kuna huduma, kweli kuna huduma. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana sana. Naomba muungane nao, muatie moyo. Tunajiandaa sasa kufanya mkutano wa injili kwa sababu timu ya uinjilisti ipo. Kwa hiyo ni timu ya mavuno. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumesema Roho Mtakatifu anatubadilisha. Na Roho wa Mungu nilisema hili neno kwamba unajua iko changamoto fulani au liko tatizo. Mara nyingi tunakutana na waamini makanisani wameokoka. Lakini ukimwangalia huyu mtu anayesema ameokoka hana badiliko lolote tangu ameamua, anasema yani, ndio maana watu anasema ameokoka, lakini usema ukweli haupaswi kusema nimeokoka. Watu wanatakiwa waseme umeokoka. Jamani, tunaelewana? Watu wenyewe wanatakiwa kusema kweli amefanya nini? Ameokoka. Hebu angalia kitabu cha, nina ushahidi, angalia kitabu cha Mathayo 26:73. Haraka haraka msomaji wa Mathayo sura 26 mstari wa 73. Unapaswa watu waseme umeokoka. Kweli umeokoka. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho akutengeneze. Roho akutengeneze. Roho atengeneze moyo wako. Roho abadilishe moyo wako. Roho abadilishe maisha yako. Nisome Mathayo 26 mstari wa 73. Neno linasema punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Unasikia utambulisho huo? Petro unajua alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliomkana Yesu. Na alikuwa ameweka mgomo kwamba siwezi kukukana Bwana. Yaani hata iweje. Yesu akasema, Petro utanikana. Jogoo hata wika mara 3 kabla hujanikana. Kweli likatokea. Kwa hiyo hapa Petro ameshamkana Yesu. Sasa baada ya kumkana unajua wengi walikimbia, na alisema wengi mtakimbia. Petro akasema sio mimi. Mimi niko tayari kufa kwa ajili yako. Tena mimi Bwana Yesu ninavyokupenda niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yako. Yakawapata sasa, yakawakuta. Yesu alijikuta amebaki peke yake. Petro sasa wale waliokuwa kwenye lile behewa lile jumba lile ambako Yesu amekamatiwa wakaja wakamwambia Petro, mbona na wewe ni kama mmoja wao? Anasema wala mimi sijui msemalo wala sijui msemalo. Wakamwambia wewe Petro, yani hata usemi wako unakuonyesha na wewe ni miongoni mwao. Usemi wako. Kwa hiyo watu wakubali kwamba Bwana acha tu, yani hata kama wanakubishia waende pembeni waseme Bwana unajua, yani yule Bwana yule ameokoka, Bwana ameokoka, mimi nilikuwa na mchallenge tu, ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi hicho utaniambia Petro, kwani walikuwa wameshajazwa roho? Walikuwa wamevuviwa. Yani Yesu aliwahi kuombea akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Walivuviwa. Yani manake roho alikuwa juu yao. Kama unakumbuka walitembea, Yesu akawapa mamlaka, wakaenda wakahubiri, watu wakaokoka. Ukisoma Luka 10:17 anasema wote wakarudi, wakaja wanamwambia wale 70, wanasema Bwana hata mapepo yanatutii. Manake kama wasingekuwa na Roho Mtakatifu pepo lisingetoka. Hizo ni hoja za msingi. Pepo lisingetoka. Wakaja na furaha. Yesu akasema hivi, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Lakini ni moja nikawa naelezea nikasema hivi, Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako huwa analeta furaha ya kuambia watu wengine, na huwa unajisikia furaha baada ya watu kuokoka. Kuna furaha kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni kazi iliyofanywa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutubadilisha.
Lakini nyingine, Roho Mtakatifu ndani ya mioyo ya waamini huongoza. Yohana 16:13. Anafanya kazi ya kumwongoza muamini, anaongoza, anafanya kazi ya kutuongoza. Kutuongoza kutupeleka wapi? Jamani, Roho Mtakatifu ndiye anadila. Tunapopanda ndege, tunapopanda treni, tunapopanda meli, kwenye ndege wanajua bwana kapteni ndiye anayejua hali ikoje, si ndio? Kwenye gari mnalala, mnasinzia, lakini driver yule anayeendesha ile gari ndiye anayekutana na changamoto za usiku. Wewe umepumzika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatuongoza, anafanya kazi ya kutuongoza. Yohana 16:13 umenisomea msomaji wangu. Yohana sura ya 16 mstari wa 13. Neno linasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena wa 13. Haujaisha? Haya. Tarudia. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Unasikia? Yaani Roho anafanya kazi ya kuongoza. Neno la Kiyunani linasema parakletos. Yaani ni kama advocate, anasema asimamaye kando ya. Yaani yeye yupo kukunongoneza. Anasimama kando ya. Mtu anapokuwa ana kesi mahakamani, huwa anachukua maadvocate. Advocate yule ndiye anayesimamia kesi yake, na advocate anatakiwa akae karibu na wewe akusikilize kesi yako imekaaje. Kwa hiyo anaposimama mahakamani, advocate anasimama kama yeye ndiyo mbeba kesi, anaongea kama yeye ndiyo mshtakiwa kwa kukuwakilisha wewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ni kiongozi ambaye anatuongoza, anayesimama badala yako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno kuongoza ni mchakato, watu wa Mungu, ni mchakato. Kuna mchakato wa kukushawishi ili ukubaliane na Mungu ufanikiwe. Kuna mchakato wa kukuelekeza ili usikie namna utakavyo, anakuelekeza au anahamasisha. Anaweza akafanya uhamasishaji wa vitu vya kiroho. Yaani kuna wakati unaomba, yaani unasikia ndani ya moyo, unajisikia maelekezo ya kufunga, unajisikia maelekezo ya kuomba, unajisikia maelekezo ya kufanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mchakato mzima anayofanya Roho Mtakatifu ndani ya maisha. Kuhamasika kwenye mambo fulani, kwenye ibada, kwenye maombi, kwenye utoaji. Moyo wa mtu unatakiwa kusikia hayo maelekezo ili ufikie malengo sahihi ambayo Mungu amekusudia. Ni muhimu sana kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema yeye atakayoyasikia kwa Baba atawapasha. Roho Mtakatifu anapokuwa anaongea na mtu, aongei ya kwake, anaongea yale ambayo ameyasikia mbinguni. Unanielewa? Yaani manake Roho Mtakatifu anasema, umeona ule mstari tuliomalizia, anasema yote atakayoyasikia kwangu atawapasha habari. Yaani mwenye uwezo wa kukaa mbinguni akasikiliza kinachojadiliwa kwa ajili yako, kinachotakiwa kitendeke kwa ajili ya maisha yako, au kwa ajili ya watu, au kwa ajili ya kanisa, ni Roho Mtakatifu, na ni wa muhimu mno. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye anachokisikia mbinguni ndicho anakuletea wewe, kwa ndiye mwakilishi wako mbinguni. Sasa unaona hasara ya kutokuwa naye? Nani anayekuwakilisha mbinguni? Warumi 8:26 anasema Roho mwenyewe hutuombea. Unaona? Yaani kwa habari ya mahitaji yako yote, unapoingia kwenye maombi unaweza ukachoka, unasikia mwili umechoka, lakini Roho anaanza kuugua ndani, hutuombea.
anakuombea Roho Mtakatifu. Ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yale atakayo, hata mambo yajayo, hata mambo yajayo. Hivi niwahi kuwashuhudia siku moja, mwalimu mmoja alikuwa shuleni. Mwalimu. Sasa sikumbuki vizuri kama ni shule ya sekondari au ni ya primary. Lakini huyu mwalimu, ile shule ilikuwa kama unavyoona tumekaa hapa. Yani maanake ilikuwa karibia na barabara. Wakati wameingia kwenye kipindi, mara zote watu waliookoka huwa wanaanza na maombi kabisa kwenye ofisi zao. Huwa naomba watu waliookoka kwenye ofisi zao. Na ndio maana mimi naelezaga, wapendwa wao waliokoka, Mungu amekupa neema, wewe una kaubosi fulani, yani jitahidi unapoingia ofisini mwako usifanye kazi. Hata unapokutana wafanyakazi wenzako wameshafika pale, waambie Bwana tuanze kwa sala. Watu wote wanakubali. Kama kwenye gari tunasafiri, dereva anasema jamani wapendwa, sasa ni wakati wa safari, kila mmoja aombe kwa dua yake mwenyewe. Lakini mimi namshukuru Mungu, kama niko pale sema tumeona kama kuna watumishi wa Mungu, basi tunaomba uchukue maiki utuombe. Na piga gombo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iombee ofisi yako, ikabidhi mikononi mwa Mungu. Waombee wafanyakazi wenzako, hata kama hawajaokoka, wote mnalindwa na Mungu kwenye ofisi hiyo. Waombee. Kama kuna kiongozi wenu mkubwa, mweke mikononi mwa Mungu. Mungu amwezeshe, ampe hekima, muombee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule mwalimu akaingia darasani. Alipoingia darasani, akawaambia watoto tuombe kabla hatujaanza kipindi. Wakati wameingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu akaanza kububujika ndani. Sasa unajua ndani ya wanafunzi wengine wakaanza kutoa macho. Unamcheka, vipi teacher? Anadhani ni kanisani hapa, vipi teacher? Roho anaugua. Baada ya muda kitambo kidogo, ikatokea ajali. Yani lile gari lilipiga ukuta wa shule mpaka ndani. Lakini huwezi amini, hakuna mwanafunzi aliyejeruhiwa wala hakuna mwanafunzi aliyekufa. Unafikiri ilikuwa ni nini? Roho Mungu aliona hitaji lililopo, akaanza kuugua ndani. Mwalimu yeye anaomba na nena kwa lugha, yeye anadhani anaomba, kumbe Roho anapinga ile ajali. Yeye anaugua ndani, anazuia ile ajali, maana ameiona, anazuia ile ajali. Na baadaye ajali inatokea, lakini watu wako salama. Unanielewa? Sasa wengine ukimwambia kunena kwa lugha, anatoa macho. Aanzie wapi? Naanzaje? Hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mruhusu Roho Mtakatifu akija ndani yako, yeye atakuwezesha namna ya kuomba, namna ya kukuombea, na anaanza kukuongoza maisha yako. Ni wa muhimu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumpe makofi na vigeregere. Kwa hiyo nielewe, tunaye msaidizi. Msaidizi huyo anatusaidia kwa habari ya mambo ya kiroho. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Nafikiri hiyo yuko kwenye Yohana 16:7. Ni msaidizi. Anasema nitamleta kwenu msaidizi. Ndiye anayetusaidia kwenye maisha yetu yote ya kila siku. Ni msaidizi. Na ndilo limetokea lile neno la parakletos, neno la Kiunani, msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Anaongoza. Yohana 16:7. Neno linasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Asante. Nishaeleza ni msaidizi. Sasa kazi nyingine ambayo anaifanya Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo ya waamini ni kumtukuza Mungu. Yohana sura ya 16:10. Kumtukuza ni kumtukuza Mungu. Nisomee 16:14. Ni kumtukuza. Anamtukuza. 16:14. Anamtukuza Mungu. Anamtukuza Yesu.
Yohana sura ya 16 mstari wa 14, neno linasema, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Okay. Sasa maana ya neno kutukuza lina maana ya kuinua, lina maana ya kuinua, kumuinua Mungu. Sasa kuna kumuinua kwa matendo, kuna kumuinua kwa maneno. Yaani ziko nyimbo twakuinua, twakuinua, twafanyaje? Yaani maana yake ni kutukuza, tunakuwa tunamtukuza yeye. Hii yote iko kwenye kusifu. Kuna kuinua, kuna kusifu. Kama unavyoona vijana wetu, na leo nyakati hizi Mungu amemwaga roho ya sifa ya kutosha. Kuna kuinua, kuna kusifu. Yaani maana yake Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutusaidia kumuinua Bwana, kumtukuza Bwana, kumsifu. Lakini kumheshimu, neno tukuza, kuna kumheshimu au kumthamini nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Roho ndiye anayetupa. Nilipokuwa naelezea habari ya ibada, kwamba ibada ni kazi, ndicho kitu ambacho Roho anakifanya. Anatupa kazi ya kumtukuza Bwana, kumuinua Bwana, kumsifu Bwana, kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye atanitukuza. Hawezi akatukuza mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaangalia kanisa moja, lakini sio kanisa, tuseme kanisa. Sasa yani anasema atukuzwe. Nisimtamke kwa sababu inarekodiwa. Atukuzwe. Yani Mungu wa fulani. Yani yeye ndo yeye mwenyewe, simlishamfahamu wanatukuza jina lake. Atukuzwe Mungu fulani. Yeye ndo Mungu, alafu anamtukuza. Anasema hapa hakuna atakayekufa na mauti kwa jina la Mungu fulani. Yani yeye ndiyo Mungu. Lakini kama unataka kufuatilia kiongozi yoyote, mhubiri yoyote anayeleta sifa za kujitukuza yeye, huyu hatupaswi kumwamini. Anayepaswa kutukuzwa ni Yesu. Anasema yeye atanitukuza mimi, kwa maana atatwaa katika yaliyo yangu. Roho Mtakatifu ndiye anayeleta roho ya sifa, ndiye anayeleta roho ya ibada, ndiye anayeleta roho ya kuheshimu Mungu, ndiye anayeleta roho ya kumthamini Mungu, kumjali Mungu, kujali ibada. Ni Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yake ndani yetu, anatupa uwezo wa kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu huwa analetwa na ibada. Roho Mtakatifu huwa analetwa na ibada. Huwa analetwa na ibada. Kwenye ibada anajihuzurisha. Kwenye ibada anajihuzurisha. Watu tunapomwabudu tumefungua mioyo, tuna shauku. Haijalishi umejazwa, haijalishi hujajazwa. Huwa Roho Mtakatifu anakuwepo ili akuwezeshe. Kwenye ibada ndio sehemu yake. Hata kama ni za familia nyumbani, hata kama uko peke yako, uko kwenye gari. Mimi mara kadhaa Roho ameshuka nikiwa ndani ya gari. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka siku moja nilikuwa Uganda. Yaani tulipanda gari, ile gari ilikuwa ni gari ya abiria wengi. Yesu ilikuwa basi. Yaani tunatoka kwenye lile kambi tulikuwa, nilikamatwa mpaka kwenye eneo ambalo tulikuwa tunasafiri tunaenda. Nimejaa roho, watu wananishangaa. Bwana Yesu, angalia mazingira, lakini naanzia wapi? Moyo ambao ndani unasikia nyimbo za kumtukuza, unasikia nyimbo za kumsifu. Vijana ambao mnatembea na manania masikioni hapa, naomba msiweke bongo flavor, weka bongo Yesu, weka bongo Yesu, weka bongo Yesu, weka bongo Yesu. Utashangaa una neno unajazwa. Haleluya. Hana tabia ya kumsifu Mungu. Unaweza ukashangaa hivi. Umeshaona hizi nyimbo za vitabuni, unafikiri waliotunga nyimbo hizi walikuwa na nini? Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu, na Bwana ana uweza kuni. Hivi unafikiri walikuwa wapi watu hawa? Na ni nyimbo ambazo mpaka leo zinaimbwa, zina uwepo. Ni mtunzi mzuri wa nyimbo Roho Mtakatifu. Wa mama, wa baba, vijana, mabinti, wa kiume, wavulana na mabinti. Roho Mtakatifu anataka watumie muimbe nyimbo. Nyimbo za kiroho. Nyimbo za kiroho.
nyimbo za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi ya Roho Mtakatifu ambaye amekaa sawa, moyo wake umefunguka. Anasema kuna watu wawili hapa nitengee kwa ajili ya kazi yangu. Alikuja kwenye ibada. Walikuwa wanafanya ibada ya nini jamani? Ibada ya maombi ya kufunga na kuomba. Wako ibadani. Kwa hiyo tunapoimba, ndio maana niendelee kuwaomba. Na ninaomba Bwana tunapomaliza ibada, please, itakuwa ni kwanza kabisa niwaone. Chonde chonde. Unajua waimbaji wanatumika pamoja na mchungaji. Tukiwa kitu kimoja katika ulimwengu wa roho, please, tukafunga wote, tukaomba wote, I say, nguvu ya Mungu inaonekana. Ninyi mnatakiwa kujiandaa kama mchungaji anavyojiandaa. Lakini si waimbaji tu, hata wewe ambaye uko hapa, ukiwa nyumbani mwako, unatakiwa kufanya maandalizi ya ibada kwenye moyo wako, kwamba ninaenda kanisani, nataka kukutana na Mungu wangu. Aya, nataka nikwambie tutakutana naye. Tutakutana naye. Tutakutana naye. Tutakutana naye. Tutakutana naye. Tutakutana naye. Na yeye atakutana na sisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uja kwenye ibada. Alafu angalia pia na Luka sura ya 11 mstari wa 13. Kwamba Mungu mtoa Roho Mtakatifu kwa watu wanaomuomba siku kwa siku. Mungu umtoa Roho Mtakatifu kwa watu wanaomuomba, si kwa watu wasioomba. Mungu umtoa Roho Mtakatifu kwa watu wanaomuomba, si kwa watu wasioomba. Twende haraka nisomee pale msomaji wangu. Luka 11 mstari wa 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni ni zaidi sana kuwapa. Hebu soma vizuri hiyo statement hiyo. Hebu irudie vizuri. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Aha. Kwa hiyo tunamuona hapa kwamba Roho Mtakatifu ni kipawa, manake ni zawadi, si ndio? Na zawadi si kwa watoto wote wa Mungu jamani. Kwa hiyo anasema kama ninyi mna uwezo wa kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi kuwapa zaidi wale wanaomwomba Mungu? Kwa hiyo kwa waombaji anayemuomba Mungu, Roho Mtakatifu ni haki yake kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muda wangu unaenda. Nilikuwa nataka tuangalie mambo kadhaa hapa. Lingine kwamba tunataka tumalize hapa. Okay. Tuangalie hapa kanuni za kumpokea Roho Mtakatifu. Kulingana na muda, angalia kanuni kadhaa. Hii ni iwe faida yako, andika kanuni. Ziko nimechukua kanuni 6 hapa. Nimeorozesha 6, zinaweza zikawa zaidi. Kama unaandika pale, kanuni za kumpokea Roho Mtakatifu huyo tunayemsema. Kanuni ya kwanza, lazima mtu atubu dhambi zake zote. Atubu dhambi zake. Yaani manake Roho Mtakatifu ni mtakatifu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Lazima mtu atubu dhambi zake. Matendo ya Mitume 2:37 hadi 38. Na Yohana sura ya 9 mstari wa 31. Kanuni ya kwanza, tubu dhambi zako zote. Yaani manake utengeneze maisha yako. Matendo ya Mitume tumesema sura ya 2:37 hadi 38. Na Yohana sura ya 9 mstari wa 31. Ninaomba wewe unisomee mstari mmoja wa Yohana, au soma hiyo miwili kwa sababu tunajenga msingi pale. Mwandishi wangu ni wai basi. Yaani ninapomaliza utakuwa umeshasimama. Matendo ya Mitume 2:37 hadi 38. Matendo ya Mitume. Wewe unahubiri, wewe nahubiri mimi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37. Neno la Mungu linasema hivi: walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine,
tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe. Akawaambia. Petro akawaambia, hapo sawa. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unaona Kwa hiyo manake tukiwa na chenga Roho Mtakatifu aweza akaja ndani yetu. Yohana 9:31. Twende haraka, unajua nilitamani ulitakao umeshagusa hapa. Mabaraka au anakufungulia hapa. Chap 9:31. Yohana 9 mstari wa 31, neno linasema, twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Asante sana. Hiyo ni kanuni ya kwanza ya kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini ya pili tunaangalia neno utii. Ya pili lazima tutii, yani utii neno la Mungu. Yani muamini anayetaka kujazwa Roho Mtakatifu lazima alitii neno la Mungu, kwamba wote tunatakiwa kutii na kuiomba hiyo ahadi. Kwa hiyo unatakiwa utii. Isaya 1:19 na Kumbukumbu la Torati 28:1. Tusome pale Isaya 1:19, Kumbukumbu la Torati 28:1. Tutamalizia Matendo ya Mitume 5:32. Isaya 1 ngapi? 19. Isaya 1 mstari wa 19, neno linasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. 28 Kumbukumbu la Torati 1. Wewe msomaji wangu wewe unanichanganya. Yaani nilifikiri utaenda kasi ili nimalize. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Neno linasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Haya, tunajifunza utii. Matendo ya Mitume 5:32. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 32, neno linasema, na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio. Kwa hiyo kumbe Mungu anamtoa Roho Mtakatifu kwa wanaofanya nini jamani? Wanaomtii. Kwa hiyo kuna hitaji la kutii neno la Mungu, kumtii Roho Mtakatifu. Kwa sababu maandiko haya tunayojifunza, wapendwa, yote yalivuviwa na Roho Mtakatifu. Kiongozi mkuu na mwandishi mkuu wa Biblia ni nani? Ni Roho. Kwa hiyo lazima tutii neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, uwe na imani kwamba na wewe Mungu anaweza akakujaza kama anavyojaza wengine. Hatua ya tatu, uwe na imani kwamba wewe Mungu anaweza akakujaza kama anavyojaza wengine. Kama ninajisema mimi, manake uwe na imani. Sema niwe na imani kwamba Mungu anaweza akanijaza na mimi. Uwe na imani. Waibrania 11:6. Waibrania 11:6, kama unaandika twende jumla. Waibrania 11:6 na Waibrania 11 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Galatia 3 mstari wa 2. Utaweka kituo na wa 14. Bwana Yesu atusaidie. Twende kusoma sasa. Mengine hatutayasoma, wenda tutayaacha. Hebu soma Waibrania 11 mstari wa 6. Somaji wangu pale. Kanuni za kumpokea Roho Mtakatifu. Waibrania 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Uwezi ukamuomba Mungu, unahitaji akusaidie, lakini una imani naye. Una imani kama atakupa, una imani kama atakujaza.
Yaani unapoomba kujazwa uwe na imani kwamba na mimi ninajazwa, na mimi ninapokea. Lakini mstari wa kwanza anasema 11:1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo lazima uwe na uhakika. Imani ni kuwa na hakika. Unaposema nina imani naenda kujazwa, moyoni mwako uwe na hakika kwamba na mimi leo najazwa, nina hakika Mungu amenitengeneza, najazwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wapendwa? Warumi 11 mstari Warumi 10:17 anasema chanzo cha imani uja kwa kusikia, na kusikia uja kwa neno. Ndiyo maana nakupa neno. Chanzo cha imani uja kwa kusikia, na kusikia uja kwa neno. Sasa pokea neno la Kristo. Umelisikia neno la Kristo? Liamini neno la Kristo. Liamini neno la Kristo. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Wagalatia 3:2 nisomee msomaji wangu. Haraka haraka. Tunaenda haraka haraka. Chelewa nasoma mwenyewe. Ni mashindano hapa. Tukaga tunashindana zamani ya kusoma Biblia. Namkumbuka mtu mmoja. 3:2. Unasikia mara moja, unasoma mara moja. 3:2. Wagalatia 3 mstari wa 2 neno linasema nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho wa matendo ya sheria au kwa tarudia? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Wewe unasoma vizuri, unaanza kupoteza sifa. Haya, nenda mstari wa 14 hapo. 3:14 neno linasema ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo tunapokea Roho Mtakatifu kwa njia nini? Ya imani. Lazima uwe na imani. Uwe na imani ya kujazwa. Uwe na imani ya kujazwa. Uwe na imani ya kufurika. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya ngapi hiyo? Kanuni ya 4. Uwe na shauku ya kujazwa. Shauku, passion ndani ya moyo wako. Uwe na shauku. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 hadi 38. Yohana 7:37 hadi 38. Uwe na shauku. Mwenye kujazwa lazima awe na shauku. Shauku. Nisomee. Yohana 7:37 na 38 neno linasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji iliyo hai inatoka kwa nani? Mito ya maji inatoka kwa nani? Mito ya maji inatoka kwa nani? Maji yaliyo hai yanatoka kwa nani? Wangapi wenye kiu? Bwana Yesu asifiwe. Uwe na shauku. Mathayo sura ya 5 mstari wa 6 anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa. Heri. Yaani manake heri watabarikiwa hao, watapata hao, watapokea hao wenye njaa na kiu ya haki. Watafanyaje? Hizo ni kanuni za kumpokea Roho Mtakatifu. Uwezi ukajazwa bila kuwa na shauku. Uwezi kujazwa bila kuwa na uhitaji. Wanajazwa wenye shauku. Bwana Yesu asifiwe. Na ujazo ni tendo endelevu wapendwa. Sio kwamba nilipookoka ule mwaka wa 74 nilijazwa. Mpaka leo tunajazwa. Ujazo ni tendo endelevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya 5, muombe Mungu ukiwa na imani ya kuwa Mungu anakusikia na unapoomba na anakupa unachohitaji. Marko 11:24. Muombe Mungu ukiwa na imani. Yaani manake omba ujazwe. Wakati tunaingia kwenye maombi uwe na imani ya kujazwa.
Sawa eh? Muombe Mungu ukiwa na imani ya kuwa Mungu ananisikia au anakusikia unapoomba. Marko 11:24. Msomaji wangu. Marko 11:24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Unasikia? Yoyote, na roho akiwemo. Yoyote, na mahitaji yako yoyote ya kiuchumi. Unapokuwa unaomba, uombe ukiwa na imani kwamba Mungu ananisikia na ananipa. Yaani ninayoongea sasa hivi, Mungu ananisikia na ananipa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Luka 11:9 hadi 3 hadi 13. Haraka haraka msomaji wangu, tunamaliza. Luka 11:9 hadi 13. Luka 11:9 hadi 13, neno linasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Jamani, hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Wanaoomba mchana, wanaomba usiku, saa atawapa? Mwambie leo, Bwana ananijaza. Sema, Bwana unanijaza leo. Aya ya 6 na ya mwisho. Baada ya kujazwa, anza kunena kwa Roho Mtakatifu kama Roho anavyokujalia kutamka. Sawa. Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4. Baada ya kujazwa, anza kunena kama Roho alivyokujalia au anavyokujalia kunena kwa imani. Tunanena kwa imani tunapojazwa. Ngoja niwaambie hapo. Matendo ya Mitume nisomee 2:1 hadi 4, namalizia hapo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ndio. Hata ilipotimia siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kumbe walikuwa hawajui wao kuongea, isipokuwa Roho aliposhuka juu ya wote wakaanza kutamka kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka.